Lugha ya Kiswahili inayokita mizizi yake ndani ya Afrika Mashariki ni moja kati ya lugha zinazoendelea kupenya katika jukwaa kubwa la kimataifa. Ikiongeza ushawishi kwa watu wa ulimwengu, inabakia kuwa moja kati ya lugha zinazofundishwa kwa wingi katika taasisi mbalimbali za elimu ya juu duniani kote. Clara Kaori, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Leipzig nchini Ujerumani, akisoma shahada ya masomo ya Kiafrika, ni mfano wa ishara ya kukua kwa lugha hii ya sharafu ya Kiswahili. Hii ni Dosti Media. Mwaka 2021 nilihamia nchini Kenya. Na kabla ya kuhamia niliamua kwamba nataka nijue Kiswahili kwa sababu huko watu wanaongea Kiswahili, na mimi nafikiri ni muhimu kujifunza lugha ukihamia pahali. Kwa sababu najua watu wengi wanaohamia Kenya ama hata Tanzania wa ulimwenguni hawajifunzi Kiswahili. Kwa miaka ya hivi karibuni, yani hamasa kubwa imeongezeka kwa wanafunzi wanaojifunza Kiswahili. Kwanza duniani, kwa sababu kuna vyuo vingi ambavyo vimeanzisha lugha ya Kiswahili, yani kuna zile za Kiafrika, taasisi zinazofundisha lugha za Kiafrika au zinazofundisha utamaduni wa Kiafrika. Baadhi ya vyuo vimeingiza lugha ya Kiswahili baada ya kuona kwamba lugha hii imetambuliwa na UNESCO au Umoja wa Afrika kwa lugha mojawapo ya kazi. Nilianza sasa, kuna ile app inaitwa Duolingo. Unajua? Hii nilitumia mwanzoni kwa sababu inakufundisha maneno rahisi. Kwa mfano, unajifunza maneno ya mboga, kwa mfano pilipili hoho, tufaha, ama sijui vitu kama hivi. Ilikuwa tu kitu cha kuvutia kwa sababu ni maneno ambayo hujasikia kabisa. Huwezi kujua kwa sababu mimi niliongea lugha 3, lakini Kifaransa, Kijerumani na Kiingereza, na hazifanani kabisa na Kiswahili. Kwa hiyo ilinivutia kwa sababu ilikuwa tofauti. Cha kwanza kabisa ninachoweza kusema, lugha ya Kiswahili ni mojawapo ya lugha rahisi sana kujifunza duniani. Kiswahili, namna unavyotamka ndivyo unavyoandika. Changamoto mojawapo ya kujifunza Kiswahili, kwanza unajua kwenye lugha, hizo ni mambo ya kitaalamu zaidi. Kwenye lugha kuna sarufi, si ndio? Na Kiswahili maneno yake, tunasema nomino au tuseme jina, yamegawanyika kwenye makundi ambayo kwa Kiingereza wanasema noun class. Kwa hiyo hizi nomino ziko kwenye makundi tofauti tofauti. Haya makundi lazima mwanafunzi ajue hii neno ninalolitumia lipo kwenye kundi gani. Kwa wanafunzi wengi wanaojifunza lugha, inapokuja kwa Kiswahili tunasema ni ngeli za majina. Inapokuja kwenye ngeli, hapo ndo changamoto kubwa inapokuja, kwa sababu kila kitu kinategemea hii kuna ni ngeli gani tunazungumzia ili uweze kuunda sentensi inayoeleweka. Ilikuwa ngumu, sio maneno lakini sarufi, kwa sababu kwa Kiswahili mimi nafikiri ukianza ni ngumu kuelewa ngeli. Kwa mfano, ngeli ya maneno. Msamiati sio ngumu sana, labda mwanzoni kidogo kwa sababu maneno hujui kabisa. Na kwa mfano ukiongea Kijerumani na unajifunza Kifaransa, kuna maneno mengi ambayo naweza kujua maana yake kidogo kwa sababu maneno yanafanana na maneno mengine. Kwa Kiswahili sio hivyo. Ilinisaidia kwa sababu najua bado watu wanaongea Kiswahili. Ni Kiswahili tofauti lakini ni Kiswahili. Tunasema uko Nairobi watu wanaongea Sheng. Bado ni jinsi ambavyo watu wanaongea, wanachanganyika Kiingereza na Kiswahili na lugha fulani ya kikabila, lakini bado ni Kiswahili. Na ni muhimu kujua Kiswahili ukitaka kuelewa jinsi ambavyo watu wanazungumza. Mimi sifikiri nitaacha na Kiswahili kwa sababu katika kozi yangu ya taaluma za Kiafrika ni muhimu sana kujua lugha ya Kiafrika, na kwa mimi ni Kiswahili na nitaendelea kusoma. Kwa hiyo hata Kiswahili nataka niendelee nayo. Mimi ninapoiona Kiswahili kwenye miaka tuseme 10 au mingapi ijayo, au nadhani michache zaidi, ni kwamba natamani Kiswahili ama kitakuwa ni lugha inayotumika kwenye ngazi zote za elimu. Hiyo ndo hatua kubwa tutakayokuwa tumepiga kama Tanzania. Kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria mbona sasa hawa ndo wanaopigia chapuo Kiswahili, lakini ukifika wenyewe wanajifunza kwa kutumia Kiingereza. Ni matarajio yangu kwamba Kiswahili kitakuwa zaidi na kitapiga hatua zaidi na kitatumika kwenye maeneo mengi zaidi.
Mimi nadhani kwamba ni muhimu sana kuanza kutumia lugha kama Kiswahili katika, kwa mfano, East African Community, kwa sababu yani Kiingereza ni lugha ya kikoloni ukiangalia historia. Si ndivyo? Ni kweli siku hizi Kiingereza ni lugha ya dunia, yani kila pahali duniani watu wanajifunza Kiingereza kwa sababu inabidi, lakini bado ni lugha ya kikoloni. Kwa hiyo mimi nafikiri Kiswahili muhimu, itakuwa muhimu kwa sababu natamani kufanya kazi katika cultural sector, yani kuhusu utamaduni na sanaa.